Watu wa Mungu, mtumishi Ton kasema nendeni na vyovyote mlivyo, mapensi, machupi, ikiwezekana hata uchi. Yeye hiyo haimuhusu, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu, jambo hili naweza nikalifananisha hata na wanaume ambao mimi nawaita wajinga, ambao huwa wanaruhusu wanawake zao kuvaa nguo za aibu. Umeona? Alafu wale wanawake wakijidai wanapendwa, kumbe hawapendwi. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukajidai kwamba mnapendwa, kwenda umealikwa, mnapendwa kwenda huko kanisani, kumbe mnapotezwa, mnadhalilishwa, kwa sababu wewe mwanaume unapomruhusu mwanamke wako kuvaa nguo za aibu, sio kwamba unampenda, bali unamwaibisha, unamdhalilisha. Alafu mwanamke ambaye ana hekima, ni mjinga, anajidai anapendwa. Ukisoma Isaya 30 sura yake mstari wa 1 mpaka wa 3, anakuambia ole wao watoto waasi, wanaotekeleza mipango yao na sio mipango yake yeye, wanafanya mikataba kinyume na matakwa yake, eti wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi, eti wanafungasha vifurushi kukimbilia Misri kutafuta usalama na amani, kumbi hakuna chochote. Kawaambia itakuwa aibu na fedheha yenu kwa Misri mnakokimbilia. Sasa nyie ambao mnafungasha vifurushi vyenu kuelekea huko mkizani mmepata neema, kumbe mnaenda kuongeza dhambi juu ya dhambi, na maandiko yanasema itakuwa ole wenu na fedheha yenu. Kwa hakikisha mtu wa Mungu unakuwa makini. Utaishije na mtu ambaye akuonyi? Hata babako au mama yako unaona unafanya mabaya kuonyi, anasema ndio, anafanya ndio. Mtu wa Mungu kuwa makini, mkebe ange. Kwani hujishtukii? Wewe unajua tu tabia zako ni mbaya, lakini watu wanakusifia. Hujishtukii? Muwe makini.